alipobatizwa, kitendo cha kunyanyuka juu, Roho Mtakatifu akaja akamkumbatia. Wewe ni mwanangu mpendwa, umeshinda dhambi, umejaribu, umeshinda vituko vya dunia. Ninafurahisha na wewe, nenda ukahubiri Injili. Ndio maana yuko hapa. Roho Mtakatifu aingie ndani yako Bwana. Roho Mtakatifu aje akusaidie. Unanielewa? Tunashinda. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa damu ya mwanakondoo. Toka, kwa sababu hamjampata Roho Mtakatifu. Ukitoka hapa kanisani unawaza malaya, unawaza kama mwanaume kako, unawaza kama dada kako. Achana na hivyo, vitakuua. Ndio maana kuna wengine wameisha kuwa wabeba ndwika, wengine wameisha kuwa wasukuma mikokoteni, wengine wameisha kuwa walevi wa pombe. Unamshangaa mtoto huyu, jamani, alipokuwa form 4 alifaulu vizuri kwenda form 6, lakini nini kimesababisha? Wamemloga. Na kwa nini wamemloga? Alikuwa Mkristo wa kawaida, ananena kwa lugha kawaida, akasahau kuna watu wako serious na maisha, wanataka nyota yake wasomeshee watoto wao, watachukua nyota ya huyu ambaye mjinga huyu anashinda kuilinda imani. Linda imani. Acha mambo ya mimi Moravian, mimi Luteri, mimi ni Assemblies of God, mimi acha ujinga wewe. Ndio waliomloga na babangu mchungaji, pigwa kisukari, wanaitaka kanisa lake. Yaani kuna mchungaji ameenda jimboni analitaka kanisa la babangu wake, anakataa, akampiga kisukari. Tulishamzika leo. Makanisa ya leo ni kama ndoa. Yaani mimi na mke, kuna jamani na mtamani, ninamsumbua mke wangu. Makanisa ya leo, mimi nasema usinipige vichomi, simelewana, nichukua wapi ndani? Amina. Kama ninaweza nikamwachia mwanamke niliyemlipia mali, aliyenizalia watoto, sembuse kanisa ya mijengo hiyo. Unataka kunioa kwa ajili ya kanisa? Unataka uzee wa kanisa hapa? Uwe mzee wa kanisa wewe, kiongozi. Tunakusikiliza wewe. Nenda mbele kwanza. Shida iko. Niache nenda kwa kanisa. Nikanenage tu kwa lugha barabara. Msiniangalie kwa hasira na makanisa yenu haya. Wewe uliwahi kumsikia nani ameenda kuzimu na akarudi akasema kanisa la kweli duniani, jamani msaliji hili? Nani uliwahi kumsikia? Hatuna kanisa duniani. Kanisa la kweli ni mtakatifu. Yaani ukiwa mtakatifu umeshinda. Mimi sehemu zingine mpaka Waislamu walikuwa wanakuja kusali kanisa langu. Wanasali, wanaombewa, wanarudi. Wanavaa vile vile maijabu yao, mabaibu yao, wanakuja wanaponya, wanapata uponyaji mpaka leo, na wengine wananikumbuka. Aliwahi kufika huyu jamaa huyu. Hata aliwakuta huyu. Kwa nini Uislamu hawapeleki mbinguni isipokuwa utakatifu? Sasa kama Waislamu tunakuwa nao kwenye ibada zetu, sefu Kristo, sefu wewe uliokoka, wangapi wanabarikiwa? Bwana asifiwe. Naomba nisikilize kidogo. Samueli wa kwanza sura ya 10. Kazi ya Roho Mtakatifu. Samueli alikuwa anatafuta punda wa babake waliopotea. Sasa ndipo alipotafuta kawakosa, alikuwa na mfanyakazi wake akasema twende tukamtafute muonaji. Ndio hicho ninachokitaka wewe, uwe muonaji kwenye familia yako, uwe muonaji kwenye ukoo wenu ukawe muonaji, kwenye ndoa yako kawe muonaji, kwenye mtaa wako unakokaa ukawe muonaji. Uwasaidie watu kutatua matatizo kwa kuona, kwa kuota ndoto, kwa kufunuliwa na Mungu. Nataka ukawe wewe. Kama naelewa sema naelewa. Biblia inasema hivi: ndipo Samueli akachukua kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utawamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zako. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka hapa kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli, karibu na mpaka wa Benyamini huko Sesa. Nao watakwambia, punda hao
uliokwenda kuwatafuta wamepatikana. Punda wa baba yake Sauli walikuwa wamepotea, anaenda kuwatafuta punda. Kumbe hiyo ni njia ya Mungu kumkutanisha na nabii ili apate jambo la kumsaidia kwenye familia yake, awe kiongozi wa taifa la Israeli. Wakati anawatafuta punda, amewakosa kabisa, amekata tamaa. Ndipo kuna kijana mmoja alikuwa naye, ni mfanyakazi wake, yule akamwambia, wewe bosi, unataka turudi nyumbani? Hapa kuna mtu ni nabii, anajua kuyafunua mambo ya watu, njoo tumtafute huyo atusaidie shida yetu. Yule Sauli akasema, hatuna sadaka ya kwenda kumwona nani? Nabii. Yule kijana akasema, ninacho kidogo, nimebakiwa chakula huko. Ndipo wakatoka wakaenda kwa nabii siku hiyo, wakampa sadaka. Akasema, sikiliza, huku hujaja tu kutafuta punda, kuna zaidi ya kutafuta punda. Umekuja uwe mkuu ili Bwana kutumie katika nchi ya Israeli. Wewe Bwana akakuchagua uwe mfalme. Kumbe kuna wakati mwingine inawezekana wewe ni mtu mkubwa, ndoto yako haitatimia mpaka utakapokutana na mtu mmoja anayeona, mwenye maono, anayepewa neema na Mungu, anaitwa nabii. Sio kila mtu anaweza akafunua jambo lako likawa peupe. Sema amina. Inawezekana kabisa umekuja hapa ili ndoto yako ipate kutimia, ukutane na kila ambacho umekitafutaga siku nyingi, na kisa ambacho ulikuwa unakitafuta. Mahali mchana huu leo, Roho Mtakatifu aje juu yako, aje kuwa kiongozi, aje kuwa taa, aje kuwa sema tena amina. Anza kuwa mwamuzi wa maisha yako, anza kukuongoza kwenye maisha yako, ufikie kilele cha mafanikio yako. Wangapi wanampenda Yesu? Nimalizie kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 12. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukutia nguvu kwenye maumivu. Roho Mtakatifu ni kukupa majibu ya kila ambacho wengine wamekosa majibu. Roho Mtakatifu ni macho, ni taa ya kuona vile ambavyo vimefichwa, viko siri. Unanielewa vizuri? Sasa Roho Mtakatifu ndio mafuta haya ya upako. Roho Mtakatifu kila anayemhitaji kwa kusudi jema. Waefeso 4:7, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kadiri ya uhitaji wake. Kwa kama ninavyohubiri hivi, tangu jana nimekusisitiza, nimekuandaa umpokee huyu Roho Mtakatifu. Anasema hivi, lakini kila mtu atapokea kipao kwa kadiri ya kipimo cha neema aliyonayo. Neema ulionayo, uhitaji ulionao. Anasemaje mstari wa 8? Hivyo usema Yesu alipoamua kuondoka sasa kwenda juu, alichukua mateka. Kama mimi hapa ni mateka, huyu naye ni mateka, yule pale ni mateka. Sasa tunataka tupate mateka wengine huko watakaojazwa Roho Mtakatifu, ndoa zitanyooka. Mabosi wanaofukuza watu kazi hovyo watanyooka. Yaani bosi anakufukuza kazi bila sababu ya msingi, na mshahara wako hakupi, na malimbikizo yako hakupi, wewe bosi, wewe kitakulamba. Hao kitakulamba. Subiri waje kesho Jumatatu. Yaani kama kuna mtu ananielewa, hakuna wakufukuzwa kazi. Akikufukuza kazi bosi, mwambie bosi, unaitaka kampuni yako uitaki? Unaipenda biashara yako uipendi? Mwambie nikiondoka mimi na kampuni imekufa. Tena mwambie naondoka kwa amani, hiyo na kampuni yao imefanya nini? Imekufa. Lazima nipe. Na ni kiroho hicho, sio pagani. Ni kiroho. Soma mstari wa 8, anza huko. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa kama zawadi. Biblia nyingine inasema gives gifts. Sema nini? Alafu akafanyaje? Neno hilo alipaa, maana yake ni nini kama sio kusema kwamba hivi yeye naye alishuka mpaka pande zote? Soma mstari wa 10 na 11. Na kwa wakati huo sasa, huyo Roho Mtakatifu alikupa wewe
uwe mtume, akampa huyo awe nabii, akakupa wewe uwe mwinjilisti wa kuhubiri shuleni kwenu, na wewe kuwa mchungaji ukachunge kanisa, na mwingine uwe mfanya biashara, inatosha, kaa chini. Na mwingine uwe mfanya biashara uwasaidie wengine, na wengine uwe mtu wa kutia moyo, usiwe na maneno makali, watie moyo watu. Maneno makali niachie mimi, nikifoka nina haraja ya kufoka, kwa sababu nimekufundisha toka Jumanne, huelewi. Wewe usiende kumfokea mtoto wako, mke wako, mume wako, nenda kaongee naye kwa upole ili akuelewe, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mkali. Roho Mtakatifu ni mkatili. Watu wanakufaga isee, hawajanielewa hawa. Biblia inasema hivi, siku moja kuna watu walikuwa wanamsema vibaya Haruni, Musa, akiwemo Miriamu ambaye ndo alimleaga Musa. Kwa hiyo na Haruni walikuwa wawili wanamsema vibaya, yaani ndugu kabisa, anamsema kaka yake. Roho Mtakatifu akakasirika kwa sababu, yaani yeye mnamuonea kwa sababu ana kigugumizi, si ndio? Roho Mtakatifu akakasirika. Kilichowakuta, Haruni alionywa, wewe naomba nisangaze, kaa pale. Miriamu sasa hana kipawa chochote, hana zawadi yoyote. Sema amina tena. Hana chochote kitakachomlinda, hana chochote. Pigwa ukoma muda huo, dakika hizo. Sasa wewe unakaaje mbali na Roho Mtakatifu? Nyie watu nyie, kwa nini mnasali bila Roho Mtakatifu? Hebu sema namhitaji huyo Roho, sema namtaka huyo Roho. Adui zangu wakipata safari hii, wataelewa safari hii. Wale watesi wangu wanaonijiaga kwa siri wataelewa, maana sasa mimi si mtu wa kawaida, ni mtu mwingine. Sema amen. Simama juu sasa, weka vitu vyako vizuri, njoo mbele wote. Unachomoa vitu alafu vinaharibika, vinapotea, unauza alafu hela uzione. Subiri Roho Mtakatifu aje, hawatakugusa. Biblia inasema anayemgusa huyu ni sawa na anayemgusa mboni nani? Mungu. Roho Mtakatifu anakujaje? Hagongi hodi, hana taarifa, hatumwandikii barua. Kuna makanisa mengine niliwahi kusikia wanasema, sema asante Yesu, asante Yesu, asante. Huyo sio roho. Roho haji hivyo. Nikodemo alimwendea Yesu usiku, alisema mtu aliyebadilishwa akawa kiumbe kipya, akawa na Roho Mtakatifu, anakueje? Yesu alimjibu hivi, aliyebadilishwa na Roho Mtakatifu hakuna anayeweza kumjua. Ni kama upepo unaovuma, haujulikani unatoka wapi na unaenda wapi. Wewe msubirie Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, njoo kwenye maisha yangu. Nimechelewa kukupata, nimechelewa kukupokea, nimechelewa kuishi na wewe, nimechelewa. Mwambie Roho Mtakatifu, nimechelewa kukupokea, nimechelewa kukujua, nimeteseka, nimeumia, nimeteseka kwa sababu nimechelewa kuhurumia. Sasa akutendee mema, akuhurumia, maarifa, ujuzi. Yeah.